Bwana, bodi ya ligi bado wanaendelea kutoa taarifa zao na kupiga bani baadhi ya mashabiki, lakini pia kutoza pesa kwa baadhi ya klabu mbalimbali. Lakini katika msimu huu ukiniambia timu ambayo imetozwa faini nyingi kuliko timu zote, basi moja kwa moja ni Simba Sports Club, lakini tozo hizo husababishwa na mashabiki zake wenyewe. Sasa mimi nisiwe mzungumzaji sana, nataka nikakusomee taarifa ambayo imetolewa na bodi ya ligi kuu kuhusiana na klabu ya Simba kupigwa faini kutokana na mashabiki zake kufanya vitendo visivyostahili, lakini pia na adhabu zingine ambazo zimetolewa kwa klabu kama Yanga na vingine vingi. Taarifa hiyo inasomeka kama ifuatavyo: taarifa kwa vyombo vya habari. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Juni 16, 2026 ilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya NBC, mechi namba 203 Mbeya City dhidi ya Mtibwa Sugar. Klabu ya Mtibwa Sugar imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la wachezaji na baadhi ya benchi la ufundi kuonekana wakifanya kitendo cha kinachoashiria imani za kishirikina kuelekea mchezo tajwa hapo juu. Wachezaji hao na baadhi ya viongozi na benchi la ufundi walijikusanya katikati ya uwanja na kuweka duara kuashiria kuomba dua, lakini mmoja kati ya viongozi alionekana akichimba vitu chini. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu, Liston Hilali kutoka Dar es Salaam, ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano kwa kosa la kuonesha mapungufu ya kiuchezeshaji yaliyotokana na kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Mechi nambari 205 Mashujaa dhidi ya Young Africans. Shabiki wa klabu ya Young Africans aliyetambulika kwa jina la Saidi Suleiman Ali amefungiwa kuingia katika uwanja kwa kipindi cha miezi 12 kwa kosa la kuingia kwenye eneo la kuchezea siku moja kabla ya mchezo baada ya Young Africans kumaliza mazoezi yao ya mwisho na kumwaga vitu vyenye asili ya kimiminika na udongo kutokea goli la kusini kuelekea katikati ya uwanja, kitendo kilichotafsiriwa kama imani za kishirikina. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 ya ligi kuu chini ya udhibiti wa klabu. Mechi namba 205 Simba Sports dhidi ya Pamba Jiji. Mwamuzi wa kati As Mabena kutoka Tanga na mwamuzi msaidizi nambari 1 Frank Komba wa mchezo tajwa hapo juu wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano kwa makosa ya kuonesha mapungufu ya kiuchezeshaji yaliyotokana na kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 ya ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Hii kama unafahamu, kuna tuta ambalo Asma Bena alishindwa kupuliza kipenga na Ukomba akishindwa kuonyesha ishara hii. Rafa alichezewa hili mpanzo kijisawala, ndo kitu ambacho wao kimewagharimu klabu ya Simba. Lakini pia klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la mashabiki wake kumwagia maji mwamuzi msaidizi nambari 1 wakipinga maamuzi ya mwamuzi huyo mara baada ya kunyoosha kibendera kuashiria mchezaji wa Simba kupotea. Hili ni kosa la kujirudia kwa mashabiki wa klabu ya Simba ndani ya msimu huu wa 2025-2026 wakitenda kosa mfanano wa hilo katika michezo mitatu tofauti kusababisha klabu hiyo kuadhibiwa. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 47 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Lakini pia klabu ya Pamba Jiji imetozwa faini ya $500,000 kwa kosa la wachezaji wake 6 kuonyeshwa kadi ya njano. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 47 kifungu cha 10 kuhusu udhibiti wa klabu. Taarifa hii imetoka bodi ya ligi. Kwa hiyo kama unaweza kuona kwamba mashabiki wa Simba bado wanaendelea kuiponza klabu yao, lakini pia bodi ya ligi nao wameendelea kuwapiga faini hawa
marefari ambao wanashindwa kutafsiri sheria. Hayo yote juu ya kitu ambacho kinaendelea baina ya bodi ya ligi na klabu ya Simba, tuandikie komenti yako hapo chini. Hii ni Bongo TZ. Kikubwa naendelea kushauri usahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Bye bye.